Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagheri Ghalibaf amemshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoa mfululizo wa madai ya uongo kuhusu makubaliano ya nyuklia na hali ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Kupitia ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wa X mapema Jumamosi, Ghalibaf alidai kuwa Trump alitoa madai 7 ya uongo ndani ya saa moja, akisisitiza kuwa Marekani haitafanikiwa kupata upendeleo wowote katika meza ya mazungumzo kupitia kile alichokiita vita vya habari na hadaa. Moja ya hoja kuu zilizoibua mzozo huu ni madai ya Rais Trump kuwa Iran imekubali kuikabidhi Marekani akiba yake ya uranium iliyoratibiwa. Trump alikaririwa na shirika la habari la Reuters akisema kuwa Marekani itaanza mchakato wa kuchukua mabaki hayo ya nyuklia hivi karibuni. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amekanusha vikali madai hayo, ambapo nikimnukuu amesema urani ya Iran haitapelekwa popote. Kuhamishia uranium nchini Marekani halijawahi kuwa chaguo letu hata kidogo, mwisho kunukuu, alisema Baghai wakati wa mahojiano na vyombo vya habari vya serikali. Kuhusu mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, Ghalibaf alipinga kauli ya Trump iliyosema kuwa njia hiyo sasa iko wazi na salama kwa shughuli za kibiashara. Ghalibaf alionya kuwa ikiwa Marekani itaendeleza vikwazo vyake dhidi ya bandari za Iran, mlango wa Hormuz hautabaki wazi. Alisisitiza kuwa sheria za upitaji wa meli katika eneo hilo zitaamuliwa na mamlaka ya Iran kulingana na hali halisi ya uwanja wa vita na si kupitia mitandao ya kijamii. Licha ya mvutano huu wa maneno, maafisa waandamizi wa Iran wamedokeza kuwa mazungumzo bado yanaendelea kupitia msuluhishi nchini Pakistan. Iran imeeleza kuwa iko tayari kutoa uhakikisho kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu mpango wake wa nyuklia kuwa ni wa amani, lakini ni kwa sharti la kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, kulipwa fidia kwa hasara za vita, Marekani kuheshimu masharti ya usitishaji vita. Afisa mmoja wa Iran aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema kuwa bado kuna tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili na makubaliano ya kina bado hayajafikiwa. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Hodi Tanzania, hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima maombi, hiyo issue ikaisha. Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu Utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni Veta Audioro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu, piga simu namba 0756 22 56 81.